Mabalozi kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya EU wameafikiana kuidhinisha hatua mpya za vikwazo dhidi ya Moscow, hatua inayolenga kuongeza shinikizo la kiuchumi na kisiasa kwa serikali ya Rais Vladimir Putin kutokana na vita vinavyoendelea nchini Ukraini. Uamuzi huu unakuja wakati vita hivyo vikifikisha zaidi ya miaka mitatu tangu kuanza kwake, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kusaka suluhu ya kudumu bila mafanikio makubwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Denmark ambayo kwa sasa inashikilia urais wa EU, vikwazo hivyo vipya vimekusudiwa kupunguza mapato ya mafuta na gesi ya Urusi, rasilimali ambazo zimekuwa uti wa mgongo wa uchumi wa taifa hilo na chanzo kikuu cha ufadhili wa vita yake. Hatua hii ni sehemu ya mpango mpana wa Umoja wa Ulaya wa kupunguza utegemezi wa nishati kutoka Moscow na kuhakikisha usalama wa nishati wa baraza hilo kwa muda mrefu. Miongoni mwa vipengele muhimu vya vikwazo hivyo ni marufuku ya moja kwa moja ya kuagiza gesi asilia iliyoyeyuka kutoka Urusi kuanzia sasa hadi mwaka 2027. Marufuku hii inatarajiwa kuathiri kwa kiwango kikubwa mapato ya mauzo ya nje ya Moscow, kwani gesi imekuwa chanzo muhimu cha fedha za kigeni kwa taifa hilo. Wakati huo huo, EU imepiga marufuku pia meli zinazomilikiwa au kutumiwa na Urusi kusafirisha mafuta katika bahari zake, hatua itakayozuia usafirishaji wa bidhaa hizo kupitia njia za Ulaya. Vikwazo hivyo vimeenda mbali zaidi kwa kuwalenga wanadiplomasia wa Urusi, ambapo sasa watakuwa na vizuizi vya kusafiri ndani ya mataifa ya Umoja wa Ulaya. Hatua hii inalenga kudhibiti ushawishi wa kidiplomasia wa Moscow barani humo na kupunguza uwezekano wa Urusi kutumia majukwaa ya kidiplomasia kwa propaganda au shughuli zisizo rasmi zinazoweza kuhatarisha usalama wa Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, utekelezaji wa vikwazo hivyo unatarajiwa kuanza rasmi kesho asubuhi mara baada ya kukamilika kwa taratibu za kisheria na za kiutawala ndani ya Umoja wa Ulaya. Wataalamu wa uchumi wanasema kwamba ingawa Urusi imekuwa ikijaribu kubadilisha masoko yake kwa kuelekeza mauzo ya mafuta na gesi Asia kwa sasa, hasa China na India, athari za vikwazo vya Ulaya bado zitakuwa kubwa kutokana na ukubwa wa soko la Ulaya. Kwa upande mwingine, Marekani nayo haijabaki nyuma. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amethibitisha kuwa Washington iko mbioni kutangaza hatua kali zaidi za vikwazo dhidi ya Urusi kwa siku chache zijazo. Akizungumza katika ikulu ya White House, Bessent alisema kuwa serikali ya Marekani imepanua wigo wake wa vikwazo ili kuwalenga zaidi watu na taasisi zinazohusiana moja kwa moja na sekta ya kijeshi ya Urusi pamoja na kampuni zinazosaidia kukwepa vikwazo vilivyopo. Tangu kuanza kwa vita ya Ukraini mnamo Februari 2022, mataifa ya Magharibi yameweka mamia ya vikwazo dhidi ya Moscow, vikilenga benki, makampuni ya mafuta, viongozi wa kisiasa na mashirika ya kijeshi. Hata hivyo, licha ya shinikizo hilo, Urusi imeendelea kuonyesha uimara wake wa kiuchumi kiasi fulani, huku ikitumia njia mbadala kwa kuuza mafuta kwa nchi ambazo sio wanachama wa Magharibi. Taarifa zinaonyesha kuwa hatua hizi mpya za EU zinaweza kuongeza changamoto kwa Urusi katika uwanja wa nishati, lakini pia zinaweza kuleta athari kwa baadhi ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo bado zinategemea kwa kiwango fulani nishati kutoka Moscow. Hata hivyo, viongozi wa Ulaya wamesema wako tayari kubeba mzigo huo wa muda mfupi kwa ajili ya usalama wa muda mrefu na uhuru wa bara hilo. Mataifa kama Poland, Lithuania na Sweden yamekuwa mstari wa mbele kushinikiza hatua kali dhidi ya Moscow, wakisisitiza kuwa hakuna njia ya amani itakayopatikana bila kuikomesha nguvu ya kiuchumi ya Urusi. Kwa upande mwingine, baadhi ya nchi kama Hungary zimekuwa na mtazamo wa tahadhari zaidi, zikihofia athari za kiuchumi kwa wananchi wao. Kwa ujumla, vikwazo hivi vinadhihirisha umoja wa kisiasa wa Umoja wa Ulaya katika kuikabili Urusi licha ya changamoto za ndani. Wakati huo huo, vinatuma ujumbe thabiti kwamba jumuiya ya kimataifa haiko tayari kuruhusu uvunjaji wa sheria za kimataifa
na uhuru wa mataifa huru kama Ukraini, huku utekelezaji wa vikwazo hivi vipya ukianza kesho. Macho ya dunia yote sasa yanaelekezwa Moscow na Kiev kusubiri kuona jinsi pande zote mbili zitakavyojibu, ikiwa Urusi itaendelea kushikilia msimamo wake au ikiwa shinikizo hili jipya litaisukuma kuelekea meza ya mazungumzo. Bado ni jambo la kusubiri na kuona. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.